Afrika, baadaye Tanzania, na kutokea mkoa wa Mbeya kuja kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu kwa watu wa Tanganyika, baadaye Tanzania. Mishonari Odia kwa mara ya kwanza alipofika Tanganyika mwaka 1928 alikuwa chini ya mwamvuli wa Pentecostal Holiness, na mwaka 1929 Januari alifanya ibada yake ya kwanza katika kijiji cha Igale, kata ya Mbalizi, wilaya ya Mbeya mjini. Na baada ya kufanya kazi hii ya umishonari, mwaka 1938 aliliacha kanisa na kurejea USA. Na alipofika huko alijiunga na Assemblies of God. Mwaka 1939 alilikabidhi kazi yake ya huku Tanzania chini ya kanisa hilo. Baadaye Assemblies of God walituma wamishonari kuja Igale Mbalizi kutazama kazi ya mishonari Odia, ambaye baada ya kuondoka aliliacha kanisa bila mchungaji, ambapo wana wa Mungu waliokuwa wakijiongoza wao wenyewe wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wamishonari hao toka Marekani walipofika Igale Mbalizi Mbeya, waliteua pia viongozi toka katika kanisa hilo ambao walikuwa ni Waafrika, aliyeitwa Yohana Mpayo aliyekuwa chini ya mishonari kutoka Marekani Petros mpaka mwaka 1967, ambapo Injili ya ufalme wa Mungu tayari ilikuwa imeshaanza kuenea maeneo tofauti nchini Tanzania. Injili ambayo baadaye ikamzaa mtumishi wa Mungu, Askofu Mheshimiwa Emmanuel Lazaro, askofu wa kwanza wa kanisa la TAG Tanzania. Karibu katika mfululizo wa kipindi kijacho ambapo tutamtazama Askofu Emmanuel Lazaro. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya mchungaji Erney Mbala wa huduma ya wana mwaka 0 hadi 14, huduma ya kimataifa Pete ya Muhuri, Hagai 2:23. Na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki.